Waumini wa dini ya Kiislamu pamoja na wananchi wote wametakiwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi wa Oktoba ili kuchagua viongozi watakaoweza kuwawakilisha katika vyombo vya maamuzi na kutakiwa kupuuza kauli zinazotolewa na baadhi ya watu ambazo zinaweza kuwanyima haki ya msingi ya kupata viongozi bora katika maeneo yao. Hamisi Suleiman ana taarifa zaidi. Mjumbe wa Baraza la Ulama, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ambaye pia ni imamu mkuu wa msikiti wa Manyema, Sheikh Hamid Jongo, akizungumza katika swala ya Ijumaa, amesema dini zote zinahimiza kupata viongozi waadilifu wenye kusimamia haki na usawa kwa watu wote. Na hiyo tabia ya kushawishiana kwamba tusishiriki, hapana, tushiriki. Ndiyo salama yetu, ndiyo salama ya utu wetu, ndiyo salama ya dini yetu, ndiyo salama ya dunia yetu. Haiwezekani huko mnachukua leseni za kufungulia maduka, alafu huko mnaambia haramu. Ala, haramu huko. Ina sheria mjielewi. Aidha, Sheikh Jongo pia akakemea kauli za ubaguzi wa aina yoyote, kwa kuwa Watanzania wamejengwa katika misingi ya umoja, mshikamano, bila kujali itikadi za dini wala kisiasa, na kuwataka wananchi wasikubali kugawanywa kwa njia yoyote, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi inaelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba. Ubaguzi katika nchi yetu ya Tanzania haufai, kwa sababu Mungu ametujalia tuko katika watu wa imani tofauti. Mungu ametutaka tuwe hivi, watu wa imani tofauti, tuko katika nchi moja ya Tanzania. Hayo ni ya Mungu. Qur'ani inathibitisha hilo. Qur'ani imeandika hiyo. Mimi sizungumzi kunavyotaka mimi, hapana. Hapa siwezi kukaa katika mimbar ya msikiti nikawa naongea maneno kutoka kwa akili yangu, hapana. Hayo yote nanukuu kwenye Qur'ani, isipokuwa sishiki msafu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.